Ebana nam, basi karibu tena katika Guu Family Book na hii ni episodi ya 11. Tunaendelea pale ambako Kanchi alikuwa anajipatia supu huku akiwa anaongea na Master Gong Dai. Master Gong Dai alikuwa anamuuliza maswali mengi sana, lakini aliweza kumuuliza swali moja. Je, endapo kama Taeso pamoja na ndugu yake wa kike wakiweza kumsaliti siku moja itakuwaje? Kwa sababu amekuwa akiwasema sana katika hali ambayo ni ya upendo. Basi Kanchi akasema kwamba watu hawa hawawezi kunisaliti. Ila Master alikuwa kuna jambo ambalo alikuwa ameshaweza kuliona machoni mwake. Katika jumba la makahaba huko hivi, bwana mkubwa ambaye ni Gwan-hun alikuwa na msimamo wake ule ule, anamhitaji binti anaitwa Chungju afike katika nyumba yake katika usiku wa leo. Chungju baada ya kuweza kusikia zile taarifa alipaniki sana. Basi bwana mkubwa Gwan-hun baada ya kuweza kuondoka, yeye alibaki na mawazo pale. Huko Taeso alikuwa na mawazo mengi sana, alikuwa anamuomba angalau Kanchi akafanye mchakato wa kwenda kumuokoa ndugu yake. Lakini bado mawazo alikuwa kwake mdogo wake kwamba itakuwaje mimi nile kulala na mtu ambaye alikuwa ameweza kumuua baba yangu? Itakuwa kuaje? Binti wa watu, mawazo mengi alikuwa basi ameweza kuingia katika kichwa chake. Mwisho wa siku akawa ameweza kuchukua kiglass kidogo, anataka kuweza kujikata mshipa ili tu aweze kubleed mpaka kufa. Headmistress aliamua kuweza kuhakikisha kwamba binti huyu anakuwa katika hali ambayo ni utulivu. Binti aliwekwa kibao pale, akaambiwa kwamba kuna maisha baada ya ujinga wote hapa duniani. Acha ushenzi, kifo sio suluhisho. Basi huko katika jengo la mazoezi, yani training center, Damioli alikuwa na mawazo sana baada ya kusikia zile taarifa kwamba Kanchi anapaswa kwenda kumuokoa mpenzi wake, mtu aliyekuwa anampenda sana, yani Chungju. Basi baada ya muda kidogo kuweza kupita, alimfuata bwana mkubwa ambaye ni Kanchi huko alipokuwa ameenda kukaa. Kanchi alikuwa na mawazo sana katika siku ya leo, alikuwa anatamani hata kuweza kufikiria nini ambacho atakifanya baada ya maisha haya yanapokuwa magumu katika kipindi hichi kigumu. Basi binti alijaribu kwenda kuongea naye na akawa anampa angalau matumaini. Kanchi alikuwa katika mawazo ambayo ni mazito sana. Basi baada ya kuongea naye kwa muda mrefu, binti aligusia swala zima la mabadiliko yake Kanchi kwa hivi sasa. Pia Kanchi naye akawa anajaribu kuweza kusema kwamba anawaza kama Chungju akaja kugundua kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye anabadilika kwa hivi sasa na sio binadamu wa kawaida. Basi Damioli akamwambia kwamba usijali kuhusiana hilo, sisi wanawake waga tuna hisia za kawaida tu, upendo ni upendo tu, kama anakupenda kweli basi atajali pia mabadiliko yako. Basi yale maneno aliweza kumpa Kanchi angalau matumaini kidogo. Ndipo basi wakaanza kupata tabasamu la hapa na pale. Kumbe kipindi hicho wanavyojaribu kuweza kucheka hapa na pale, kumbe Master alikuwa anawatazama. Baba yake Damiol, Sheriff, hapo akakumbuka maneno ya Master Gong Dai katika siku moja alipokuwa anajaribu kuweza kumuuliza ni nini ambacho kinakufanya unakuwa unamuwaza sana wewe kijana. Basi Master Gong Dai akawa ameweza kugundua ukweli ambao Sheriff alikuwa ameweza kuuficha moyoni mwake. Anasema kwamba miaka 20 iliyokuwa imeweza kupita alikuwa ameweza kumuua mtu ambaye kwa hivi sasa amekuja kugundua kwamba ni baba yake Kanchi, na anaogopa kama siku moja atakuja kugundua ukweli huo. Basi Master aliamua kuweza kumwachia Gon aweze kukiongoza chuo hichi katika siku ambazo hatakuwa hayupo, naye atasafiri kuelekea mbali. Katika jumba la makahaba huko hivi, Gobdona katika siku ya leo aliweza kufika hapa, alimkumbatia Miss Chungju akiwa anajaribu kuweza kumueleza nini ambacho kimeweza kutokea. Alimuuliza taarifa kuhusiana na mama yake, ndipo basi Chungju akaweza kueleza ukweli kwamba mama yake mzazi alikuwa ameshaweza kufa siku nyingi sana. Basi alikuwa ameweza kuletewa vitambaa mbalimbali na vitu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujiremba. Usiku wa siku hii ya leo anapaswa kwenda kulala kwake Gwan-hun. Sasa zile taarifa ziliweza kufika katika uili eneo ambalo Gwan-hun alikuwa ameweza kupamiliki kwa hivi sasa, yani Senjari House. Basi Yokman pamoja na Choi waliweza basi kupanga mchakato wa kwenda kumwambia Kanchi. Kipindi ambacho anapanga maskini ya Mungu, kumbe walikuwa wanaonekana, yani Gwan-hun pamoja na bwana mkubwa Sebuka walikuwa wanawatazama tu kwa mbali. Ndipo wakawa wameweza kupanga njama katika usiku wa leo, wanataka kuweza kummaliza Kanchi. Huko Kanchi hajui ili wala lile, Yokman akaja basi kumueleza zile taarifa. Basi Damioli akawa ameweza kuhisi kwamba hii inawezekana kwamba ni mtego. Yokman anakutumia wewe. Yokman anaweza akawa ameweza kutumika ili wewe basi uende kufanya kitoweo katika usiku wa leo. Basi Damioli akamwambia kwamba kama utakwenda nami pia nitakwenda. Goni akawa ameweza kuachwa pale katika eneo la chuo. Huku nje Taeso bado alikuwa na hasira kinoma noma, anatamani pia katika ule mchakato naye pia awepo, japo tayari alikuwa ameshaanza kumuomba Kanchi. Wakati ambako walikuwa anatoka hivi akakutana na Master Gong Dai. Gong Dai alikuwa anatazama pale katika hali ambayo ni mshangao sana. Akagundua kwamba kuna kitu na akamwambia kwamba macho yako pamoja na uso wako unaonyesha dhahiri kabisa kuna kitu ambacho unakiogopa na umeplani kukifanya, kiko ndani ya moyo wako.
kuwa makini kijana. Basi katika jengo la Century House, bwana mkubwa Gwan-hoon alikuwa ameweza kujiandaa, ilikuwa kama vile saa 11 fulani hivi. Hasa katika nyumba ya mwanamama headmistress, yani jengo la makahaba. Usiku wa leo tangazo liliweza kutolewa kwamba hakuna taa yote inapaswa kuweza kuwashwa, wanapaswa waweze kuzizima zote. Gwan-hoon alipokuwa ameweza kufika katika lile eneo, akawa anajiuliza sana, kwa nini katika ile eneo katika siku ya leo hakuna taa nyingi? Je, imekuwaje? Basi akawa anaingia ndani. Alivozama ndani tu hivyo kukutana na basi na mwanamama headmistress amekaa pale peke yake akiwa anajiuliza maswali mengi, nitamjibu nini huyu mzee katika siku ya leo? Ndipo alipokuwa basi ameanza kumuuliza maswali, yuko wapi huyo mtoto mdogo, nataka niondoke naye katika siku ya leo. Basi Gwan-hoon alikuwa na hasira sana, alikuwa anatamani kwenda kutimiza ile haja ya moyo wake. Hapo hapo mwanamama akamjibu na kusema kwamba siwezi kufanya makosa yaliyofanyika miaka 20 iliyokuwa imeweza kupita. Katika siku ya leo basi Gwan-hoon alikuwa ameweza kupata hasira kubwa sana. Akaamini kwamba huyo mwanamke anakwenda tena kumwangusha kama alivyokuwa ameweza kumwangusha miaka ile ya mwanzo kabisa wa michezo hii. Sasa katika siku hii ya leo mwanamama alikuwa tayari kuweza kuuawa kabisa. Gwan-hoon anajaribu kuweza kumshurutisha, ila mwanamama akasema kwamba ni heri uniue. Hapo hapo akawa ameweza kuinua upanga wake juu. Kabla hajaushusha akasikia sauti kutoka juu ya dari kwamba acha. Watu wote walikuwa pale wakaweza kushtuka sana. Hakuwa mwingine bali alikuwa Kanchi. Kanchi alisogea mpaka pale akamwambia headmistress, nashukuru kwa yote ulikuwa umeweza kuyatenda kwa ajili ya mwanamke huyu. Kuanzia hivi sasa naomba mimi hapa niendelee. Hapo hapo akaanza basi kumchezea Gwan-hoon. Gwan-hoon anaongea hichi naye pia anajibu hivi. Yaani kama vile wanabishana, wanalingana katika umri mmoja. Gwan-hoon katika siku ile ilikuwa ni plan yake kwamba anataka kuweza kumkamata Kanchi na kuweza kumaliza. Basi katika nyakati hizo akakumbuka plan alikuwa ameweza kuipanga pamoja na Damiol. Damiol alimwambia kwamba kwanza, jambo la kwanza usipigane naye. Jambo la pili, kimbilia katika eneo la soko. Huko kuna mchezo ambao tulikuwa tumeweza kuupanga. Basi hapo kipindi ambacho nataka kuweza kumuua, huku ndani Damiol aliweza kuingia ndani chap na kisha akawa ameweza kukamilisha lile ambalo lilikuwa ni hitaji la kuweka Kanchi kuweza kumchukua Chungju. Kanchi akakamata njia kuelekea katika eneo la soko. Maaskari wote wakawa wanamkimbiza kuelekea huko. Walipofika kule sokoni wakaanza kuona watu waliokuwa wameweza kuvaa nguo kama za Kanchi. Yaani walikuwa wengi sana. Wanasema kwamba yule kule Kanchi, yule kule Kanchi. Mwisho wa siku wakawa wanakimbiza watu wengi sana waliokuwa wameweza kuvaa zile nguo. Basi huko katika jengo la makahaba waliingia katika chumba cha kwake Chungju, wakakuta kwamba katika chumba kile Chungju hayupo. Kumbe Chungju yupo katika eneo la pori, yupo na Damiol. Damiol anamwambia kwamba choka Nchi pamoja na watu wengine wote tunaenda kuwakuta huko mbele, naomba tusonge mbele. Askari walikimbiza watu wengi, wa kwanza wakakutana kwamba sio yeye, wakamtafuta tena wa pili, sio yeye, wa tatu sio yeye. Kumbe Kanchi alikuwa juu ya dari tu, alikuwa ameweza kujificha. Sasa katika dakika za mwisho kabisa Sebuka alivyokuwa ameweza kuchanganyikiwa, wakashangaa kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ameweza kusogea pale. Huyu si mwingine bali ni Taeso. Taeso alikuwa ameweza kuongea nao mambo mawili matatu katika lile eneo. Hatujui ni nini ila tutakuja kugundua huko mbele. Wakati huo usiku wa manane, bwana mkubwa Gon alikuwa katika lile eneo pale la chuo. Alikuwa anajaribu kuweza kufanya ulinzi na alikuwa anasubiria watu walikuwa wameweza kutoka katika lile eneo la chuo. Basi Master Gondai aliweza kumkuta pale. Akajaribu kuweza kumuuliza, "Unamsubiria nani hapa?" Basi akawa anajaribu kuweza kujiuma pale. Alikuwa hawezi kusema kile ambacho kwa ameweza kukificha ndani ya mioyo yao, lakini akasema kwamba inaonekana kwamba anampenda yule binti. Lakini vipi kuhusiana na Master? Ameenda wapi katika siku hii ya leo? Yaani Sheriff ameenda wapi? Hakuweza kusema, lakini ukweli ni kwamba Sheriff alienda huko porini kwa Master Sojung. Sojung alikuwa anategemea kuweza kupata mgeni katika usiku wa leo. Kwa hiyo alipokuwa ameweza kumuona Master, akamwambia kabisa nilitegemea kuweza kumuona mgeni katika usiku wa leo. Karibu ndani. Basi mwanamama Damiol pamoja na Chungju waliweza kufika katika jengo ambalo kwa wameweza kuplani kwamba wote wataenda kukutana pale. Baada ya muda kuweza kupita, basi marafiki zao wote waliweza kufika pale, pia hata Kanchi baada ya kuweza kuonana na binti huyu waliweza kukumbatiana na wote walianza kutoa machozi pale. Damiol alikuwa hawezi kutoka pale. Asubuhi saa 11 hivi kuelekea saa 12 waliweza kurudi katika eneo la chuo na Goni aliweza kufurahi sana baada ya kuweza kumwona Damiol. Goni anampenda Damiol ila Ndodomo Zege bado analia pilipili gizani. Basi katika nyakati hizo Kanchi pamoja na wanafunzi wengine wote waliweza kufika pale wakiwa na mavazi kama ya Kanchi. Wote kwa pamoja waliweza kufurahi sana. Basi katika nyakati hizo mchana ulipokuwa ameweza kufika, Taeso aliweza kumkumbatia ndugu yake kwa upendo sana. Wakiwa wanajaribu kuweza kukumbushana kuhusiana na baba yao kifo chake, mama yao tena kifo chake, wote walianza kupeana pole pale. Basi nyakati hizo hapo nje Kanchi alikuwa ameweza kusimama, lakini pia Kanchi kipindi ambacho anataka kuweza kuondoka baada ya kuweza kuwasikia ndugu wao walivyokuwa wanalia, nyuma yake alikuwepo Damiol. Hii inamaanisha nini?
kwamba Damiol bado anampenda Kanchi kinoma na anatamani kuweza kugundua kwamba Kanchi ni nini ambacho anakifuatilia, na kama yuko hai au amepata dhoruba aina yote, binti huyo anampenda kinoma noma. Basi huku msituni ambako Sojung pamoja na Sheriff walipokuwa basi na discuss kuhusiana na maisha ya kwake Kanchi, Sheriff alielezwa wazi kwamba Kanchi ni kijana ambaye ni mzuri sana na ni mpole, ila kibaya ni kwamba karma lazima italipwa tu. Kile ambacho alikifanya kwa miaka 20 iliyokuwa imeweza kupita lazima kiweze kutendeka, na hakuna kitu ambacho kinaweza basi kikaenda kubadilisha, ila hatujui hiyo karma itaenda kumpata nani, kama ni binti yako unayemhofia au ni wewe mwenyewe binafsi. Kile ambacho alikifanya lazima kitalipwa. Sasa Sheriff alijaribu kuweza kukumbuka namna ambavyo binti yake alivyokuwa anamjali Kanchi. Hii inamaanisha kwamba inawezekana kwamba ni yeye ndiye ambaye basi karma hii itazidi basi kumtafuta. Alirudi katika eneo basi la training center, yani katika hichi chuo, akiwa na mawazo sana. Akaja kugundua kwamba kwa usiku uliokuwa umeweza kupita, wanafunzi hao walikuwa wameenda basi kuna kumuokoa Chungju katika ile eneo basi la makaba. Basi master alilalamika kinoma noma. Sheriff ana mbili kwenye moja. Yani kama ni baya anasema ni baya, kama ni nzuri anasema ni nzuri. Ila kinachomuumiza sasa hivi nafsini mwake ni kwamba Kanchi ni mmoja kati ya mtoto wa baba aliyekuwa ameweza kuuliwa na mikono yake mwenyewe binafsi. Taeso akasema kwamba makosa yote ni ya kwake na yupo tayari kuweza kupokea hiyo adhabu. Kimya kiliweza kutawala pale pale, lakini ghafla Kanchi akaingia pale ndani na kisha akatamka maneno ambayo alifanya basi kikao kizima kiweze kuvurugika kabisa. Akasema kwamba na yeye pia yupo tayari kuondoka na mwanamke huyu katika hichi chuo, kwa hizi lawama hawezi kuzivumilia. Hapo hapo Taeso akaweza kuomba na Kanchi, kama utakubali mimi niweze kuondoka na mdogo wako, nipo tayari. Damiol aliweza kuumia sana pale mezani. Anaona kabisa lile tukio ni tukio ambalo Kanchi anajaribu kuenda basi kumngangania Chongju badala yake. Ndipo Taeso akasema kwamba nipo tayari. Lakini kibaya zaidi ni kwamba Taeso alishafanya makubaliano na Sebuka kwamba kuna siku atakuja kuwakabidhi Kanchi katika mikono yao, na hili lazima aweze kulitimiza. Pale pale aliweza kukubaliana na Kanchi, lakini moyoni mwake ana plani ambayo ni asiri. Huku nje ndugu yake alikuwa anajaribu kuweza kumsubiria Kanchi na muda ulikuwa unazidi kusonga mbele. Sasa kwa mwanadada ambaye ni Damiol alilalamika sana kwa kile ambacho Kanchi alikuwa ameweza kukifanya. Lakini Kanchi alikuwa anachagua kwa sababu machaguzi yake yalikuwa kwa hivi sana kuweza kuondoka na binti huyu, lakini machozi yaliweza kuwatoka wote. Wote walikuwa wanapendana, na ndio hivyo tu kwamba hajaweza kuambiana bana mimi nakupenda kweli, hauna kupenda pia. Binti mapenzi yanamuumiza sana. Basi muda ulizidi kwenda, Kanchi alikuwa mdhaifu sana, lakini nyakati zilizozidi kusonga mbele, huku kwake bwana mkubwa Gonhun alimlaumu sana Sebuka. Mwisho wa siku aliweza kumtafuta Mobunchul. Mobunchul akasema kwamba lazima nitaweza kutimiza hili jambo bwana mkubwa. Naweza kumleta Kanchi hapa katika mikono yako. Mimi ndiye ambaye nilikuwa nimeweza kumleta hapa mara ya mwisho na nitamleta endapo kama utanilipa vizuri zaidi. Basi Gonhun akasema kwamba mimi nitakulipa vizuri. Mobunchul akakubali ile dili. Ndipo bwana mkubwa Kanchi akaweza basi kuaga wanafunzi wenzake pamoja na Gon. Lakini pia ndani ya chumba kule binti alikuwa anafanya mazoezi sana, kwa sababu Kanchi ameweza kumkasirisha kwa maamuzi yake ya kufanikiwa kuweza kuondoka katika hili eneo. Lakini huku msituni, kipindi ambacho Kanchi anatembea tembea, Mobunchul pamoja na Sebuka nao pia walikuwa wanazidi kumfuatilia. Lakini nyakati hizo kipindi ambacho Mobunchul walipokuwa wameweza kupewa amri waende kufanya huo mtanangi uende kuanza, ndipo basi tuenda basi kumuona bwana mkubwa Taeso, naye yupo katika msako huu, naye anataka kuweza kufanikisha Kanchi aweze kukamatwa. Ndipo akaanza kumtamkia Sebuka kwamba naomba dada yangu aweze kubaki akiwa hai, nyinyi mchukueni Kanchi, ndiye ambaye mlikuwa mnamtaka. Basi akakabidhiwa upanga kwamba yeye aende basi kwenda kumshusha Kanchi chini, na akina Sebuka ndipo basi watakuwa wameanza kufanikiwa katika mpango wao. Basi Taeso alijisikia vibaya sana. Basi nyakati hizo pia Sebuka alitoa amri, endapo kama Kanchi atauawa, uwa wengine wote, sisi tutarudi katika eneo la Senjari House tukiwa na ufalme wetu na ushindi usiokuwa na kipimo. Kwa basi mwanadada ambaye ni Damiol alikuwa anajisikia vibaya sana baada ya Kanchi kuweza kuondoka. Katika nyakati hizi anasema kwamba ni bora niende kumtafuta Kanchi angalau niweze kumuaga kwa mara ya mwisho. Gon anamwambia kwamba naomba uweze kuvumilia katika kipindi hichi, Kanchi yupo salama. Huku msituni Kanchi alikuwa anajaribu kuweza kuongea na Chungju, alikuwa anajaribu ku make sure kwamba mtoto huyu wa kike anakuwa salama. Lakini kipindi hicho alijaribu kuweza kumwambia Kanchi tangu uweze kutoka katika lile jengo la mazoezi haujaweza kuongea neno la aina yoyote. Basi Kanchi akasema kwamba hivi kumbe kweli. Basi hapo akasema kwamba nimekuwa tu na mawazo kichwani kwangu, lakini nilikuwa natamani kuweza kukuambia pia kitu kimoja.
Akamwambia binti kwamba ameshagundua wazazi wake ni wakina nani na walikuwepo wanaishi wapi kwa umri wake wote huo. Lakini hapo akakumbuka lile tukio ambaye Damiol alikuwa amemwambia kwamba unapaswa uweze kumwambia ukweli binti huyo kwamba wewe sio binadamu wa kawaida, na kama atakubali basi ujue kwamba anakupenda, na kama hatakubali ujue kwamba hakupendi. Kanchi kabla hajaweza kumwambia neno lingine la aina yoyote ile, aliweza kushangaa kina Mobonchul pamoja na kikundi chake walikuwa wameweza kufika pale. Hapo wakaweza kumfunga cheni. Basi binti wa watu Chungju akaona lalamika sana, Kanchi, yani maneno alikuwa ni ya kutisha kwa sababu alikuwa na uchungu sana. Ndipo akatokea ndugu yake ambaye ni Taeso yuko dairi kabisa. Anamwambia waziwazi kwamba niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuua Kanchi. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kumlinda ndugu yangu wa kike. Huyu ndo ndugu yangu ambaye nimeweza kubakia naye katika dunia hii kwa hivi sasa. Kanchi akakumbuka maneno ya mzee ambaye ni Gondai kwamba endapo ndugu wao wawili watakuja basi kukugeuka siku moja, utagundua kwamba binadamu ni watu ambao ni wadhaifu sana. Wanajali sana matumbo yao kuliko kitu kingine chochote kile. Sasa Kanchi katika siku ya leo yale maneno yameweza kutimia. Wazee uaga wanatoa maneno ambayo ni ya busara, mzee hawatoagi maneno ovyo ovyo. Hapo basi bwana mkubwa Taeso alikosea jambo moja tu, akaifuata ile ribbon ya kwa Kanchi katika mkono wake, ndipo akaitoa. Kanchi alimstopisha sana, usitoe ni kitu ambacho ni cha hatari sana, lakini mzee huyu alijifanya kama ni mwanaume. Bwana, mimi nafikiri kwamba tutaishia hapa katika episode ya 11. Tukutane tena katika episode ya 12. Je, baada ya kutolewa ribbon hii nini ambacho kitafuata? Bye bye for now.